السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعد يكم حميد Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, tukiendelea na kukizungumza kitabu chake al-Imam al-Dhahabi rahimahullah alichokitunga, kaeka madhambi 70, madhambi makubwa 70, al-kabair, madhambi makubwa 70. Alhamdulillah, mpaka hapa tulipokuwa tumefika, tutarajia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumejifunza mengi ambayo kwamba tutajia al-Imamu huyu Dhahabi kwa juhudi zake kubwa hizi, na wengi wetu tulikuwa tunajua ni 7 tu, lakini kumbe ni zaidi. Wenyewe wasema ni zaidi ya kwamba hizo 70, lakini yeye amejikazanisha suku kuweka kwenye kitabu chake akaweka 70. Tumefikia katika darasa la 20 katika kuzungumza maudhui haya, lakini leo tutaingia al-kabiratu sadisa, madhambi makubwa ya 6. Na tulikuwa tumetoka katika madhambi ambayo kwamba tulikuwa tumenyuma, nao ni ya zaka. Mtu kuamua moja kwa moja kutotoa zaka kwake akaona ni jambo la kawaida tu, kumbe ni hatari kubwa sana. Namtoa mtu katika hali ambayo kwamba ya Uislamu, hasa mtu akiwa atakuwa mwenye kuifarakanisha swala na zaka. Ni vitu viwili hivyo vinaandamana, wa iqam sala wa ita'i zaka, zinafuatana hizi. Ukiwa utaamua kutoa kimoja peke yake, basi na cha pili nao kinaondoka. Katika madhambi ambayo kwamba ya 6, iftaru yawm min Ramadhan bila udhri. Ametuwekea al-Imam al-Dhahabi rahimahullah, asema katika madhambi makubwa ni ujio wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtu kama yule akadharau kutokana na utukufu wa mwezi wa Ramadhani, kisha mtu kama yule akawa ndani ya mwezi wa Ramadhani anakula bila udhuru, wala hana udhuru wowote, sababu ambayo kama inamfanya yeye akawa mwenye kula kwa ruhusa ambayo kama hiyo ya kula, akaamua tu yeye kwa ujauri wake tu ambapo kwamba akala. Mimi binafsi siku moja nilikuwa hapa mtaani mbele tu kidogo pale mbele, kama waelekea tairi 3, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nikawa sasa na msikiti nimeelezewa, mimi fikra yangu kaona huko katika mtaa ule, msikiti ule. Lakini nilipofika pale kaona kuna vijana hivi wamekaa mabarobaro. Nikaona niwaulize hawa vijana, ile kufungua dirisha tu kuwatizama, nikaona wawili wanakula ndizi, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pale nilishindwa hata kuwauliza, jamani, msikiti wa Mwalimu Bakari ni upi? Nilishindwa hata kuwauliza. Kaambia basi lile lilikuwa kama nataka kuwauliza, nimeona kuwa kumbe halina mnasaba na nyinyi. Lipi? Kaambia nilikuwa nataka kuuliza msikiti, lakini kaona nyinyi si watu ambao kwamba wa msikiti. Mwezi mtukufu wa Ramadhani mwala ndo yatupo hapo. Mwezi mtukufu wa Ramadhani mtu ameamua kula, kijana ana nguvu zake,
tena kwa jeuri tu moja kwa moja kama unakula. Lakini uhakika wa mambo, saumu Ramadhani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameijalia kuwaambia watu maalum, ni watu maalum wenye kufunga. Imekuja kilma ya ayyuhalladhina amanu, hao ambao kwamba wenye sifa hiyo ya amanu ndio utawaona wao wenye kutimiza hiyo saumu. Wao ndio ambao kutiba alaykumus siyam, waliofaradhishwa ambao kwamba kwa wao kufunga. Wewe ukimwona mtu wa Ramadhani, mwezi wa Ramadhani atakupa visababu, mimi na vidonda vya tumbo sijui, yani mwezi wa Ramadhani tu kisha kuingia, basi yeye kufunga kwake nadra, afunga pale anapojihisi mwenyewe. Akiona basi ukimwona mtu na sifa kama hiyo, sifa mtu kama huyo, utamwona ile imani ya kuambiwa kuwa neno hili ya ayyuhalladhina amanu, yeye hayumo. Mwezi wa Ramadhani, kumbukumbu zangu mimi tofauti za huko nyuma, huko miaka kwamba huko za 60 70, tofauti na mwezi wa Ramadhani ambao kama unaandama wakati wa sasa hivi. Wakati wa sasa hivi watu hawana heshima ambao kwamba kuutukuza ule mwezi wa Ramadhani. Ramadhani ilikuwa zamani, ikiingia Ramadhani utaona watu wako barabarani waangalie ule mwezi ule, wanapokuwa na hamu ambao kwa na mwezi kama ule Ramadhani kuingia. Wakati wa sasa hivi mwezi wa Ramadhani ukiingia au kabla Ramadhani kuingia, tayari hapa watu wanagombana, watu kwa watu. Mwezi wa jana, mwezi wa ule wa leo, ule mwezi wa mataifa ule. Yani sasa hivi mwezi wa Ramadhani ukiingia ndio ugomvi katika mitandao huko. Na ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno alikuja kazungumza nyakati hizo kuwa zitakuja fitna, zitaingia mpaka ndani ya majumbani mwenu. Watu hawajui fitna zitaingia mpaka majumbani mwetu ni fitna gani. Kumbe ni hii mitandao hii. Wanazuoni sasa hivi wasema ni hii ambapo kwamba interneti hizi ambapo kwamba sasa hivi zimeingia mpaka ndani ya majumba, mpaka kila sehemu sasa zatumiwa vibaya. Zamani ilipokuwa vitu kama hivi hakuna, ilikuwa watu wamoja, watu wakifunga pamoja, watu wanakuwa wanapendana. Mimi binafsi nilikuwa nikiona mwezi wa Ramadhani ukiingia watu walipokuwa na huruma, watu majirani wanafuturu pamoja nje, wanafuturu pamoja, wanaona raha. Ambapo kwamba katika kule kufuturu kwao majirani hao, yule aleta mpaka sisi wenyewe kwa wadogo tusema sasa hawa pangani, basi wakaweka barnamiji aswa timetable, wewe leo muhogo, wewe ni ndizi, wote waleta ndizi, wote waleta, yani hakuna kupangana. Kila mmoja wewe lete tu kile ambacho kwamba wewe umepika, wewe lete, ni kimoja ni viwili, wewe lete tu. Na watu wakakaa pamoja, tena nje watu wakatendeka nje wakala, wanawake wakawa sehemu yao na wanaume, yani watu walivyokuwa. Sasa hivi nyumba moja ina wapangaji 8, wewe wasikia harufu tu za nyama choma na mikate ndani ya huko, kila mmoja futuru na mkewe huko ndani kwa ndani. Yani namna ambapo kama watu walivyokuwa na zile choyo, waona mimi itakuwaje bwana chapati zangu hizi hale na hujirani hapa, yeye mihogo tu, yeye haiwezekani. Yani watu wa sasa hivi tofauti kabisa na wakati wa nyuma, watu walipokuwa na zile roho zao. Jua mwezi wa Ramadhani ukiingia hali zinabadilika, wana furaha. Na ndio maana ukaona salafi salih walikuwa wao kanu sahaba, walikuwa masahaba wao yad'una Allah, wakimuomba Mwenyezi Mungu 6 ashhur, miezi 6 wanamuomba Mwenyezi Mungu ayubalighahum Ramadhani, wao wafike katika ile mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wanaomba Mwenyezi Mungu aswa, ya Rabbi nijalie mimi niingie katika, kama wao unavyoomba mimi nifike wakati fulani, wao waomba Mwenyezi Mungu awape uhai waje mpaka waingie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, namna kama mwezi wa Ramadhani ulivyokuwa na daraja. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye Qur'ani yenyewe hakuteremsha siku nyingine, ameteremsha katika mwezi mtukufu maneno haya ambapo kwamba hudan linnasi wa bayinati min alhuda, ambapo kwamba ndio uongozi wetu sisi. Kitabu chetu la raiba fihi, hakina shaka kabisa katika yaliyomo ndani, ambapo kwamba ndio uongozi wetu sisi.
Mwenyezi Mungu maneno yake kuyateremsha ameyateremsha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tena katika Lailatul Qadri. Wama adraka ma Lailatul Qadri, Lailatul Qadri khairun min alf shahr, ni mwezi ambao kwamba ile siku ambayo kwamba ilipoteremshwa Qur'ani ni ambao kwamba ni yashinda miezi alfu, kutokana na ile unachokifanya siku zile, ni kana kwamba wewe umefanya amali ya miezi alfu. Ama kwamba mwezi mtukufu huwa Ramadhani umepata daraja juu daraja. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwateremsha malaika siku ya Lailatul Qadri, salamun, ni amani tu hatta matla alfajiri, mpaka kutoka alfajiri. Na ukipata bahati wewe kuguswa tu na wale malaika, wewe min alfaizin. Lakini nani ambaye kwamba yeye atakuwa katika hali ambayo mtu analifikiria hilo? Kwa mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa rahma, ni mwezi ambao kwamba maghfira, ni mwezi ambao kwamba tauba, mtu atubie yale yake. Wewe mwezi wa Ramadhani ambao kwamba ukiingia tu Ramadhani tu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwafutia watu makosa yao, wewe unafutiwa tu moja kwa moja. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallama akawatambia, inna lillahi 'inda kulli fitrin utaqa, wakati ambapo pale watu ambao wanafungua ule mwadhini tu, wakati ambapo mtu amebidisha akafunga mpaka akafuturu pale ambapo wewe ufuturu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale ana watu huacha huru na moto. Wewe ulikuwa wenda, hao walikuwa ni direct moja kwa moja motoni, wanaachwa huru kwa sababu ya saumu yao, kule kufunga kwao tu. Kwa sababu mwenyewe katika hadithi al-Qudsi mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, saumu li, saumu ni yangu mimi. Hakusema swala ni yangu mimi, zaka ni yangu mimi, hija ni yangu mimi. Kwenye saumu tu pekee yake asema saumu li wa ana ajizibi, na mimi ndio mwenye kuilipa. Yani hii saumu, swala imeambiwa utapata thawabu kadha, na ukifanya kadha. Tumeona katika umuhimu wa swala, thawabu zake. Saumu hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema saumu li, saumu ni yangu mimi, wa ana ajizibi, yani wewe umefanya jambo lile litakalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wadhālika fi kulli laila, kila katika ikiingia tu pale ambapo kwamba katika mwezi wa Ramadhani pale watu wanafuturu, watu wanaachwa huru. Leo ndio mwezi wa Ramadhani, watu wagombana kuhusu mwezi tu. Wale si Waislamu, wale mwezi wa taifa, wale si mwezi gani, yani tena watu tena wafanya kama mbinu aswa. Mwezi ukiingia wanatoana katika Uislamu, wanatoana Uislamu, wanagombana, wanashambuliana, wanatukanana. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ambapo kwamba mtu ambapo kwamba akiwa tu mwenyewe Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akija mtu tu akiwa yeye akutukana, mwambie inni saim, inni saim. Akutusi hadi kukutusi, akitaka kukupiga mwambie inni saim, mimi siinui mkono wangu mimi, inni saim. Tena ikariri mara mbili, inni saim, inni saim, kwa sababu sibabu almuslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Hawa ni watu maalumu ambao kwamba wenye kutambua ile Ramadhani. Na ndio maana maswahaba wao 6 ashhurin, miezi 6, wanamwomba Mwenyezi Mungu ayubalighahum Ramadhan, wapate kufika katika mwezi wa Ramadhani. Tena baada ya Ramadhani kuwa wameshaingia mwezi wa Ramadhani, sasa baada ya Ramadhani thumma yad'una 6 ashhurin, kisha baada ambapo kwamba wao kuingia mwezi wa Ramadhani, wako ndani ya mwezi wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu amewatakabalia, kwa sababu hatujui sisi kama Ramadhani tutaipata, lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutarajia tuipate hiyo mwezi wa Ramadhani. Ukiingia mwezi wa Ramadhani akiwa amefunga mtu kama yule, baada ya Ramadhani anamuomba tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala miezi 6 ayatakabbalahu minhum, yale amali ambayo kwamba ameifanya katika mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu amtakabalie. Kwa sababu hapo ndio kuna kazi, katika kule kutakabaliwa pale kuna kazi. Kwa sababu kutakabaliwa ni kuwa wewe utakiwa na ikhlas, wewe umkubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana al-Imam al-Dhahabi rahimahullah akasema kwenye kitabu chake, inda al-mu'minin, kwa wale watu ambao muumini, muqarrar anna man taraka sawm shahr Ramadan bila maradhin wala gharadhin annahu sharrun min az-zani wal makasi wa mudmin al-khamri, bal sayakunu fi islamihi
wa yadhunnuna bihi azindiqa wal hilal, ambao kama Imam Dhahabi amesema kwenye kitabu chake aswa kuwa kwa wale ambao kwamba watu ambao kwamba muuminin muislamu aswa wao haswa wamepitisha moja kwa moja yule mtu ambaye kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani ala bila sababu yoyote, si maradhi wala hana udhuru wowote ambao kama ule kwa umempasa mtu kama yule akawa yeye mwenye kula, asema ni huyu sharru min azani, annahu sharru min azani, zani anafa yule mzinifu ana afadhali na ule mkata ushuru wal makasi. Mkata ushuru ukata ushuru sio jambo zuri sana. Mwenye Mtume asema inna sahiba al-maksi fi an-nar, yule mkata ushuru motoni tu, kukata ule ushuru tu motoni moja kwa moja. Inna sahiba al-maksi fi an-nar, mkata motoni ushuru motoni. Wa mudmir al-khamri, na ule mwenye kufuliza yule yeye na tembo tu, bali yushakuna fi islami, bali watu wanashaka naye kuhusu Uislamu wake. Mtu kama yule ambaye kwamba yeye mwezi wa Ramadhani ajilia tu, kuna shaka ya Uislamu wake, ni Muislamu huyu ama wadhunnuna bihi zindiqa, na haswa huyu ni mzandiki haswa moja kwa moja, tena ni mtu ambaye kwamba hamkubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Daraja ya mwezi wa Ramadhani ni kubwa, ambapo kwamba masalafi kama hao, kana salafi salih idha jaa Ramadhan, ulikuwa mwezi mtukufu ukiingia mwezi wa yakuluna marhaban bil mutahhir, walikuwa wakisema maneno kama haya, marhaban bil mutahhir, yani mwezi kama huu ni cleaner, wanapozungumza kwamba yani mwezi ni fagio, ni mwezi ambao kama kuja kusafisha. Mwezi wa Ramadhani umekuja kusafisha yale ambayo kama mabaya machafu yaje ambayo kwamba yasafisha. Wa huwa fursatun litatahiri min adh-dhunubi was-sayyi'at, ni ndio fursa pekee yake ambayo kwamba ni nzuri, ambayo kwamba yakuja kusafisha yale ambayo kwamba mabaya. Mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia siku moja masahaba, qad ja'akum Ramadhan, tena mwambie qad ja'akum, ni mwezi ambao kwamba umewajia nyinyi, ni mgeni huyo. Mgeni amekuja ayaman maadudat, siku za kuhesabika tu. Ni mgeni ambaye kwamba shatangaza, mimi bwana nitakuja kwako na nimekuja mimi, na ndio uzuri sana. Mgeni siku zote, mgeni huyo akiingia, usimpe ambapo kwamba mwenyeji wako akawa yeye hakuelewi. Wewe umekwenda katika nyumba ya watu, mgeni mweleze, bwana mmekuja mimi na tatizo kadha 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 kadha, nitakuwa hapa siku kadhaa. Mweleze na zile siku ambapo kwamba wakaa swa, na ndio uzuri huo. Na kisha lazima uangalie Mtume amesema nini katika masala ya mgeni. Adhiyafatu 3 ayyam, ugeni ni siku tatu tu. Fama kana wala dhalika fa huwa sadaqa, zaidi ya siku 3 tena ni sadaka tu hiyo. Yani na khiari, bwana mimi nishamaliza yale aliyotuambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tufanye takrima ya siku 3, tumeshamaliza mimi, hasa bakia hapo bwana salamu alaykum tena. Sasa kabla hapo umweleze mgeni kama yule, wewe mgeni umweleze mwenyeji wako, bwana nimekuja mimi nina mashughuli zangu hapa kadha kadha kadha, tarehe kadha mimi nitaondoka. Mwezi wa Ramadhani wenyewe umeshatuambia ni ayaman maadudat, ni siku za kuhesabika, hasa ima ni siku 29 ama 30. Umeshatangaza. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema qad ja'akum Ramadhan, imewajia nyinyi mwezi huu wa Ramadhani, shahrul mubarak, tena kaambeni mwezi ambao kwamba ni baraka tupu. Katika mwezi kama ule ni mwezi ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hufungua milango yake ambayo ya khairi. Iftaradha Allahu alaykum siyamahu, mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mmefaradhishiwa katika mwezi kama huu kufunga kwake. Kwa hivyo tuftahu fihi abwabul janna, milango ambayo kwamba ile pepo ile yafungwa. Lakini ajabu, katika mwezi wa Ramadhani ukiingia milango yafunguliwa hivi. Wewe ndio ambapo kwa uzuri kama huo, ambapo kwa mwezi wa Ramadhani milango ishakuwa wazi, yani watu waingie tu. Yani mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambapo kwa milango ambapo peponi yafunguliwa. Watughlaqu fihi abwabul jahim, na milango ambapo kwa moto hufungwa. Lakini ajabu, kuna watu hii milango ya moto hii
wanakereka aswa kwa nini yafungwa. Wenda kabisha aswa fungua ndio yeye mwezi wa Ramadhani walevi wao ndio kwamba wafanya mambo machafu. Mwezi wa Ramadhani watu ndio endelea na uzinifu wao. Wale walevi hapo kwa wengine walevi pia wengine wasema basi ndio maana ukaona mwezi wa Ramadhani wenye mabaa sawa walalamika sasa mwezi huu bwana biashara mbaya. Kumbe walevi ni sisi bwana. Sisi kumbe ndio walevi ambao kwamba ndio walevi wengi zaidi ni Waislamu. Ikiwa mwezi wa Ramadhani kumbe lao tutawacha hao watafunga kazi yao, watafunga moja kwa moja. Wasema ni mwezi ambao kwamba biashara haina nguvu kwa sababu ya watu wengi ambao kwamba waona haya ambao kwamba mwezi wa Ramadhani waona haiwezekani mimi kulewa hapa. Haiwezekani mimi kufanya mambo machafu kama haya. Akajizuia. Na lengo la saumu haswa wewe ukitaka kujua saumu yako ile Ramadhani uliyoifunga ile kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekutakabalia ni baada ya Ramadhani kuna mabadiliko gani? Wewe ukiona mabadiliko yako ni mazuri ujue wewe ushatiki mambo yako mazuri katika mwezi ule. Na ukiona bado warudi mzinifu, bado ni mlevi, bado wewe uendelea na machafu, yani mwezi wa Ramadhani. Na ndio maana mashallah mwezi wa Ramadhani utatuona msikitini kumejawa tena haswa wakati wa kufunga madhini kumejazana tele watu wamekaa kila mmoja na imani. Baada ya Ramadhani tena kidogo ile swafu yazidi yapungua. Baada ya Ramadhani wabakia siku ya Eid kama kuja kuwaaga. Jamani tumekuja sisi kama kuwaaga siku ya Eid watu wamejazana. Baada ya hapo salamu alaykum. Ndio utaona tena watu kabisa wasubiri Ramadhani nyingine. Watu ndio waja tena katika mwezi wa Ramadhani waanza upya. Wewe ukijiona ukitaka kujua amali zako katika mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitakabalia na zimeingiwa, ajiangalie wewe mwenyewe tu, bali sana la nafsihi basira. Kila mmoja ajitambua tu alivyo. Wewe ukiona mambo yako mwezi wa Ramadhani yaendelea mazuri, bado wadumu katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mambo yambadilika, akhlaqi yako yambadilika, wewe ucha Mungu wako waendelea, ujue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekubalia katika mwezi wa Ramadhani. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fihi lailatun khairu min alf shahr, katika mwezi wa Ramadhani kuna siku moja tu, usiku tu mmoja ambao ni bora kuliko miezi alfu. Watu walikuwa wanakesha misikitini haswa kuwa siku ile ipite wao katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana utaona watu wengine mwezi wa Ramadhani hawana kazi. Wao kazi yao ndo ajabu sana. Tena haswa kama hawa wasanii hawa ambao ndio tuharibia mwezi wa Ramadhani. Kuna misalsal haswa kama mafilimu yaitwa filamu hizi za Ramadhani hizi. Yani kuwapumbaza watu katika mwezi wa Ramadhani. Watu tena watongozana umo yani baba mama na watoto wake wamekaa waona mambo ya kiajabu tena wasema huu ni msalsal wa Ramadhani ya kuendelea hiyo mpaka mwezi mzima. Watu waangalia vitu kama hivyo. Wengine sasa hivi watu wako kwenye tarawehe, watu watakiwa kwani wameweka sema mashindano aswa, watu wasema mashindano ya mipira. Yani mwezi wa Ramadhani wao ndio sehemu ambapo kwamba walikwenda kuweka haswa, baada kwa wao watakiwa watu wakazani wako misikitini katika hali ya tarawehe. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoanza kuswali tarawehe siku ya kwanza, siku ya pili alikuta msikiti umejaa kweli, msikiti umejaa ajabu. Siku ya tatu yake akakuta msikiti umezidi, akaona hapa itakuja kufaradhishwa hii. Akaamua Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye kuswali nyumbani, na akawaambia jamani, mimi sio kama mmekwenda kuswali nyumbani tarawih kwa sababu nimechelea kwenu nyinyi, sije kaja ikafaradhishwa ikani faradhi hii saumu Ramadhani tarawih hii. Kwa hivyo swalini tu. Lakini wewe angalia hao watu tarawih wakawa watu wanaingia msikitini mpaka siku moja Saidna Umar bin Khattab radhiallahu anhu amkuta mtu kule pembeni aswali, huyu huko akamchukua sahaba Ubay bin Ka'b akamwambia wewe utawaongoza hapa kwa hizi sura ndogo tu, utawaswalisha kwa rakaa hizi. Akapanga rakaa 20 waswalishe kwa mpangilio kama huu kwa sura hizi ndogo nyakati hizo.
wakati wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam tarawih yake alikuwa kiiswali bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mimi sijaiona katika ulimwengu kama huu. Tarawih ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na wakati wa maswahaba ni suratul Baqara yote. Nani wezaye? Suratul Baqara yote, ni Al-Imran yote, suratul Nisa yote. Hizi sura tatu zote ukizipata ziko katika juzuu ya 6 huko. Hiyo ndio Ramadhani ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale maswahaba walikuwa kama hivyo. Yani watu walikuwa ni siku ya mavuno, ni mwezi mtukufu ambao kwamba ni mwezi ambao kama mvuno. Mwenyewe al-Imamu Dhahabi rahimahullah ameandika kwenye hicho kitabu chake, ametaja hadithi moja Ibn Abbas asema ura al-Islam wa qawaid-ud-din thalatha, mafundo yale ambayo kwamba Kiislamu, mafundo yale ya Kiislamu, vifungu ambao kwamba vile ambao kwamba vya Kiislamu, na asasi mashina ambao kama Uislamu asema ni mambo matatu. Jambo la kwanza ni shahada la ilaha illa Allah. Jambo la kwanza ni hilo, shahada kwa huyu wewe ni nani, wamkubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio shahada kwanza, hiyo ni asasi hiyo. Jambo la pili wa sala, akasema Ibn Abbas ni swala. Jambo la tatu akasema saumu Ramadhan. Hizi vitu vitatu akataja Ibn Abbas akasema faman taraka wahida, mtu akawacha kimoja tu minhunna katika hizo vitatu, shahada, akaacha swala, akaacha saumu, fahuwa kafir. Maneno haya ayasema Ibn Abbas hibrul umma, mtu ambaye mwanachuoni mwenyewe mtume ameitwa hibrul umma, mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam amemsifu akamwombea Mungu ambaye Ibn Abbas Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil, mpe ilmu huyu ya ndani kabisa na naamal kwa na ilmu ya ndani. Asema maneno kama haya, asema mtu akiwa mambo matatu hayo hana yeye shahada. Yani kwa maana kilima cha shahada ukikifuata shahada watu wengi hawana hakika. Maki shahada ni kusema nakiri kwa moyo ndani, humo ndani nakiri kwa moyo, na ulimi huu unabaini, unatoa maneno, unatoa kuwa la ilaha illa Allah, hakuna mola anefaa kuabudiwa, isipokuwa ni Mwenyezi Mungu tu. Swala laja wa mabudu, wewe ukimwabudu kilima cha la ilaha illa Allah hakipo, hatari kama hiyo. Na ndio maana akasema Ibn Abbas akasema yule ambaye kwamba yeye neno hili la ilaha illa Allah ambapo kwamba ni ikhlasi, tauhidi ya kipekee yake, hiyo ni kwa wewe umempekesha Mwenyezi Mungu, mimi sina yoyote ambaye kwamba mimi namwabudu isipokuwa ni wewe tu. Wengine ibada yao kitanda na usingizi wao ni kumfuata shetani na atakayo wao na atakayo, hayo ndio ibada zao hao. Lakini la ilaha illa Allah, tena wasikia muadhini ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, wewe sikia haswa ule muadhini, wewe mimi sikia lakini mimi siji, mimi nimesikia muadhini lakini siji, sitambui kama hayo. Wewe kilima cha la ilaha huna, na swala huna, huji kutoka kumwabudu Mwenyezi Mungu. Somo Ramadhani mtihani. Akasema Ibn Abbas yule mantaraka wahida, mwenye kuacha moja tu minhunna katika hizo vitatu, fahuwa kafir, huyo si Muislamu, ni kafiri. Tena akasema naudhu billahi min dhalik, tujikinga kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuingia katika kundi kama hilo ambalo kwamba la makafiri. Na ndio maana ukaona mwezi wa Ramadhani fadhila zake ni nyingi, mmoja wapo tu wewe kule kufunga tu, mansama yauman fi sabilillah, sibijitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kule kufunga tu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ba'ada Allahu wajhahu anin nari 70 kharifan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kule wewe umeamua kufunga tu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweka mbali na moto 70 kharifan, ule moto uko mbali kwa miaka 70 mbele, miaka 70, yani moto uko mbali na wewe kabisa kwa siku moja tu ambapo kwamba ile ambapo kwamba ufunga. Na ndio wanazuoni akasema mtu mwenye kuacha Ramadhani siku moja bila udhuru, hata akifunga mwaka mzima
hata akifunga mwaka mzima hawezi kuilipa ile siku moja tu. Kwa udhuru ndio umeruhusiwa. Na udhuru Mtume sallallahu alaihi wasallam alifungua siku moja katika mwezi Ramadhani alipokuwa asafiri enda katika mji wa Maka kwenda kuifathi Maka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Kudaidi hapa, hali ya jua kali, taabani, watu walikuwa tena wako wamedhoofika, hali yao ni ngumu. Safari ya kwamba mwezi Ramadhani, tena watu wako katika kutembea kwa miguu na wamechoka, tena sio kama labda pengine kwa kuna kivuli, wao ni jua kali, watembea wenda ifathi katika Maka mwezi Ramadhani. Ikawa watu wanatabu. Mtume kaambia fungueni, kuleni. Mtume mwenyewe alitoa ruhusa, sasa kuleni jamani, kuleni, kwa ile hali ambayo kama ilivyo, kwa sababu kwenye safari imeruhusiwa. Yule ambaye kwenye safari faidatu min ayamin ukhra, hata kuja kuilipa siku nyingine. Safari imeruhusiwa mtu kwa ruhusa hiyo ya safari. Na safari kama ile ambayo alikuwa nao bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio hii safari ya sasa hivi ambayo kwamba japokuwa kuna baadhi wanazuoni yakubaliana nao hiyo, lakini safari ile ambayo alikuwa wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni jangwa. Mtu aingia jangwa na majangwa yale na majoka yana nini, na mtu apata tabu, mguu umezama, umetoka, uingia wewe sehemu ambapo kwamba kuna matifutifu tu, ukatembea wasikia tabu. Sasa ni majangwa yale kama leo. Mtu anasafiri kutoka hapa aenda mpaka Dar es Salaam kwa miguu tu, yuko na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakafika sehemu taabani, mtu achukua maji anatia kichwani, watu wanatia maji kichwani vile kupooza ile hali. Mtume akamwambia kuleni. Ikawa kila mmoja hataki kufungua. Angalia watu walipokuwa na ile imani ya saumu. Ona bwana, hapa siwezi kufungua sisi. Mama Aisha akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao hawatofungua mpaka wakuone wewe. Wewe ukikuona wewe wala basi na wao watakula. Ndio hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye ndio akashika, kwa sababu watu kusikitikia watu, ndio hapo na pia hivyo kuna baadhi hapo kama kaona haiwezekani tutaendelea. Hao ndio kwa maswahaba ambao kwamba walitambua Ramadhani ni nini, mwezi ambao kwamba man hurima khairuha faqad hurima. Yule ambao kwamba atanyimwa, ambao kwamba utukufu wa Ramadhani, ambao kwamba neema ya Ramadhani atanyimwa, huyo khabasi ashanyimwa ule utukufu wake. La khalufu famisam, ile harufu tu, ile harufu ambayo kwamba wewe waichukia ya yule mwenye kufunga, atyabu inda Allahi min rihil miski. Mwenyezi Mungu mwenyewe subhanahu wa ta'ala atambia hivyo katika hadithi al-Qudsi, ni nzuri kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kushinda ile harufu ya miski, ambapo kama ni sahibi farhatani. Kila ambapo kama mwenye kufunga ule basi ana furaha mbili. Farhatun inda iftarihi, furaha ya kwanza ni pale ambapo kwamba yeye anachukua tende ile pale, anafungua, anaona raha, anakuwa pale ambapo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia yeye akafunga, na sasa atimiza, asikia raha. Na furaha ya pili, farhatun inda liqa'i rabbih, siku atakapokwenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio ataona furaha kubwa zaidi, kwa sababu ya kuwa yeye amejitolea hasa katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumkubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akafunga. Wewe unaje katika mwezi Ramadhani, watughallu fihi shayatin, ndio mwezi pekee yake mashetani wanatiwa silsila, wanatoa minyororo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutakabalie yale ambayo tumefanya katika mwezi wa Ramadhani, na atusamehe na yale ambayo makosa ambayo kwa Ramadhani, na saumu iwe ni shufaa kwetu sisi siku ya kiyama. Asiyamu alquran yashfa'ani lil'abdi yawm alqiyama. Kuna watu Qur'ani wanaosoma katika mwezi wa Ramadhani, na vile vile kuna watu waliofunga katika mwezi wa Ramadhani. Hizi ibada hizi zitakwenda kuwatetea wao katika siku ya kiyama, zitakuwa yenye kuwatetea, na wewe utakuwa kwenye kivuli chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ya saumu yako na ile Qur'ani yako ambayo umeisoma katika mwezi ambao mtukufu wa Ramadhani. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.